News nyingine kubwa ambayo ina umuhimu, news ambayo ina umuhimu na tunaifuatilia sana sokoni ni hii hapa, na yenyewe inaitwa GDP, Gross Domestic Product. GDP na yenyewe ni moja kati ya news ambazo zina umuhimu na mara nyingi lazima iwe na high impact kama ambavyo CPI na kama ambavyo NFP inavyokuwa. Zote hizi waga zinakuwa na high impact kwa sababu ni matukio makubwa na ni matukio ambayo yana umuhimu. GDP na yeye anaingia kwenye hilo grupu kwa sababu ni tukio kubwa. GDP ni nini? GDP ngoja ni mwadimiti huyu. Mhm. GDP tunasema ni sasa ile namna jinsi bei za bidhaa pamoja na bei za huduma katika nchi fulani zinavyokuwa zinaenda ule wanasema ukuaji wa uchumi wenyewe original, namna jinsi uchumi unavyokuwa. Umeona? Yaani tunaweza tukasema kwa lugha nzuri kwamba ni kama GDP, hii gross domestic product, ni kipimio kinachotumika kupima thamani kwa ujumla wake, thamani ya bidhaa pamoja na huduma zote zinazozalishwa ndani ya nchi kwa kipindi fulani. Kuna serikali nyingine waga wanachukua labda kwa kipindi quarterly, wengine wanachukua mwaka mzima, inategemea wanataka wachukue vipi, lakini ni kipimo kinachoonyesha thamani ya jumla ya bidhaa pamoja na huduma zote zinazozalishwa ndani ya nchi katika kipindi cha muda fulani. Unaona? Na ni mojawapo ya viashiria muhimu sana vya hali ya uchumi wa nchi. Uchumi wa nchi ndani ya nchi husika, uchumi wa nchi unaweza kuwa determined kutokana na GDP. GDP inakuwa maanake ni, kwa lugha rahisi sana ama lugha nyepesi sana, naweza tukasema ni sasa ni ile kwamba kama wanavyosema kwamba mtu anaishi Mtanzania, labda unaishi chini ya dola moja au unaishi juu ya dola moja. Sasa hiyo tunavyosema kwamba unaishi chini ya dola moja, maanake ni kama tumekadiria labda Watanzania wengi tunaishi chini ya dola moja, tumekadiria tumefanya makadirio. Inawezekana kuna watu kadhaa ndio wanaishi chini ya dola moja, lakini kuna makadirio ya jumla ambayo yanafanyikaga yale. Sasa hii GDP yenyewe inatumika kufanya makadirio ya nchi nzima, kwamba wananchi hali yao, condition yao ya maisha iko vipi, maisha yao, standard za maisha zina improve, zinapanda, ama standard za maisha zinashuka. Ndio GDP. Ndio maana inahusiana na uzalishaji wa bidhaa zote ndani ya nchi, uzalishaji wa bidhaa zote ndani ya nchi. Unaona? Kwa hiyo GDP na yenyewe inakuwa ni muhimu sana kwa sababu inaashiria nguvu ya uchumi. GDP ikiwa inapanda, umeona, yani ikiwa inakuwa juu zaidi ya matarajio, maana yake ni nzuri kwa currency ya hiyo nchi. Kama wataalamu walikadiria, makadirio ndo ile forecast, walikadiria labda GDP itakuwa ni 5%, alafu GDP actual ikaja GDP labda ni 6%, maana yake hiyo moja kwa moja inaonyesha kwamba ukuaji wa uchumi katika nchi inakuwa kiuchumi, na hivyo maana yake ni nzuri kwa currency ya hiyo nchi. Na ndo maana trading yake ni vile, hapa najaribu tu kuelaborate, lakini trading yake ni vile vile kwamba actual greater than forecast is good for the currency, na actual kinyume chake na yenyewe ni kweli kwamba actual ikiwa ndogo kuliko forecast maana yake ni mbaya kwa hiyo currency. Kwa kama ni GDP ya labda ya euro, maana yake ikiwa actual ikiwa kubwa kuliko forecast, maana yake tunasema kwamba hiyo ni nzuri kwa pesa ya euro, kama hiyo ni GDP inahusu euro. Kama ni GDP ya Marekani itahusu Marekani. Unaona? Lakini pia kwa mbali sana ama kwa kiasi kidogo sana, hii inaweza waga inafuatiliwa na yenyewe na central bank, lakini kwa kiasi kidogo sana. Umeona? Lakini haiingii kabisa kwa CPI. CPI ndo anafuatiliwa sana na central bank, lakini pia central bank, kwa sababu kumbuka hichi ni kipimo ambacho kinaonyesha standard za maisha na ukuaji wa uchumi wa nchi.
Umeona? Kwa hiyo central bank lazima atakuwa interested tu, kwa sababu central bank yanahusiana na mambo ya uchumi wa nchi. Uchumi ndo central bank, na kimsingi kazi yake ni kuhakikisha uchumi wa nchi unapanda. Kwa hiyo popote kwenye uchumi central bank lazima awepo. Kwa hiyo hii na yenyewe Central Bank anaifuatilia, lakini haina nguvu sana. Ndio maana hii tunaishia kwenye kuitrade kwenye actual na forecast. GDP tunaitrade kwenye actual na forecast, na hatutoenda kwenye kuangalia au kwenye kumonitor, kufuatilia Central Bank wataliact vipi, kama ambavyo tumeona kwamba CPI tunafuatilia kuona Central Bank wataliact vipi kulingana na CPI ilivyokuja. Central Bank watafanyaje? Watapandisha rate ama watashusha rate? Lakini GDP ni kama NFP. NFP ile wala Central Bank hawako interested, haiwahusu, hawafanyi chochote. NFP toke ni sisi matrader na hao wanao manipulate, lakini Central Bank haiwahusu. Central Bank inayowahusu ni CPI ambao tumetoka kuizungumzia, na mjadala wa Central Bank ndio unaishia hapo, unaona. Lakini hapa na kuna vitu vingine ambavyo vitakuwa vinawahusu, ndo kama hii GDP ni kwamba inawahusu kimsingi, kwa sababu inahusiana na mambo ya ukuaji wa uchumi na standard za maisha ya watu. Lakini ninavyosema kwamba haiwahusu, namaanisha ile kwamba waende wakafanya action zao zile za kupandisha riba ama kushusha riba. Kupandisha riba ama kushusha riba ni mpaka kinachowahusu sana ni CPI, ndio inaweza ikawasababisha waende wakapandishe riba ama wakashushe riba. Lakini hizi GDP zinavyotoka wanakuwa wanafuatilia, lakini hazina nguvu, yaani hazina mantiki ya kusababisha wao waende wakapandishe riba ama wakashushe riba, kwa sababu CPI ndio yeye mwenyewe anayepima, anakuja kuconclude kwamba inakuwaje, tunaenda kwenye inflation ama tunaenda kwenye deflation. Ni CPI. GDP yeye haonyeshi kwamba tunaenda kwenye inflation wala tunaenda kwenye deflation. GDP yeye anaonyesha living standard za watu katika nchi, umeona, zina improve ama zinakuwa hoe haya, umeona. Kwa hiyo hicho ndo kitu kikubwa ambacho nadhani tunatakiwa tukielewe hapo kuhusiana na GDP. Na kimsingi GDP tunamtrade kama tulivyomtrade NFP. Very simple. Ukiwa na GDP tunatumia sheria hii ambayo tulitumia kwenye CPI hapa. Actual greater than forecast is good for the currency. Actual ikiwa ndogo kuliko forecast is bad for the currency. Ndio hivyo. Naona. Ngoja niende mbele hapa nione kama tutaipata GDP ya nchi yoyote ile, ili tuconfirm kwenye detail hapa namna ya kuitrade hapa. Tarehe 12 kutakuwa na GDP ya GBP. Hii ni GDP, yani ni gross domestic product, ambayo itatangazwa, inaihusu GBP. GBP ni Great British Pound, mwana pesa ya Uingereza. Kwa hiyo obvious hii GDP itatangazwa katika nchi ya Uingereza, UK. Na unaona GDP yani lazima iwe na high impact expected, lazima iwe kwa sababu tunatarajia GDP itakapotangazwa itasababisha volatility kubwa sana sokoni kwenye hii pesa ya GBP. EGBP itategemea sasa, actual itakuja kubwa kuliko forecast ama actual itakuja ndogo kuliko forecast. Hiyo ndo action itakayosababisha trader waende wakaiuze GBP au wakainunue GBP kwenye pair zake, kama ambavyo tuliona kwenye namna jinsi ya kuitranslate kwenye pair na kuitrade kwenye pair, taarifa unaotoka nayo hapa kwenye news. Lakini hii ni GDP ya mwezi, ya kila mwezi katika nchi ya Uingereza, unaona. Kwa hiyo hii utaitrade kwa kutumia actual na forecast, full stop. Wala central bank haiko interested na GDP, umeona. Kwa hiyo utaitrade kwa kutumia mfumo huo, na ni hivyo GDP ndo hivyo, yani ndo hivyo kikubwa hapa. Haya maelezo mimi nawapa, haya hapa nawapa maelezo extra ili tuzielewe. Ukisikia GDP huo unaijua kwamba imetokea wapi, imeanzia wapi. Hiyo itakusaidia kidogo kuelewa kwa nini matokeo yake yakiwa hivi yanasababisha hivi, mwana. Lakini kimsingi unatakiwa wewe uelewe hapa namna jinsi ya kutrade hapa, kwamba actual ikiwa kubwa kuliko forecast. Hapa nilipofundishaga actually ikiwa kubwa kuliko forecast, wewe unatakiwa ukafanya nini kwenye pair, kwenye pair ambayo hiyo currency inahusishwa. Actually ikiwa ndogo kuliko forecast, wewe unatakiwa ukafanya nini kwenye hiyo pair ambayo hiyo currency inahusishwa. Hayo ndo mambo ambayo wewe unatakiwa kuyafahamu, umeona. Ila haya maelezo mengine nayokupa ni extra ambayo naamini yatakusaidia. Sasa kabla hatujaenda kwenye news nyingine kubwa yenye umuhimu nyingine ya mwisho,
hapa nadhani hizi news zote zipo kama 4 5, tutakuja tutatafuta muda tutazi trade live wakati zikiwa zipo zinafanya action, ili tupate hiyo experience hiyo, tuzione namna jinsi zinavyokuwa zinafanya kazi. Kwa hiyo tukitoka kwenye GDP, gross domestic product, kabla hatujaenda kwenye hiyo nyingine, kwanza nataka nitoe maelezo kidogo hapo, kwa sababu nisipotoa haya maelezo naweza nikasahau. Maelezo yenyewe ni kwamba hivi, hapa taarifa tunazozipata zinahusu currency moja, nadhani nishaelezea, ambao hizi taarifa za currency moja, ukija hapa unatakiwa uzitafsiri kwenye chati yako, uziingize kwenye chati yako, kwenye pair yako, kwamba GBP nimeambiwa USD ndo atakuwa atashuka thamani, nafanyaje kwenye pair ya GBP USD? Au nimeambiwa GBP ndo atakayepanda thamani, nafanyaje kwenye pair ya GBP USD? Au nimeambiwa GBP atashuka thamani, nafanyaje kwenye pair ya GBP USD? Nadhani hicho kipengele nikizungumzia siku ile. Sasa leo nataka niongezee kipengele kingine ambacho kinasema hivi, kwamba pair, tuseme pair yetu si ndio hii XXXYYY, huku taarifa ambayo tunatoka nayo kule kwenye news inakuwa inahusu currency moja, kwa sababu hapo tunakuwa tuna currency mbili sasa katika pair. Tumetoka na taarifa, tuseme taarifa A inahusu pair fulani, labda tumeipa XXX, labda tuseme ni pair ya GBP. Sasa umeona taarifa kama hiyo inahusu pair ya GBP, ukija huku kwenye chati utatumia yale yale maelekezo nilokupa, aidha kuiuza ama kuinunua kulingana na jinsi taarifa hiyo ulivyoipata kule kwenye news. Lakini je, swali linakuja, vipi kama, na sio kwamba vipi kama, sometimes, mara nyingine huwa inatokea unakuta kuna news, pesa zote mbili katika pea yako zina news, inatofautiana muda tu, labda saa 5 asubuhi kuna news ya GBP, alafu saa 8 mchana kunakuwa kuna news ya USD. Haya matukio na wenyewe naonaga yapo yana confuse trader wengi sana. Mwanakuwa hichi kipengele ni vyema nikakiweka sawa. Hii scenario inatokeaga, na nataka nirudie tena, unakuta pea zako hapa, labda ni twende na mfano halisi hapa hapa tulipo, tuseme GBP tuseme ndo leo kuna GBP, GBP ana taarifa yake ya GDP ambayo labda tusituashumi imeshatoka, ni asilimia labda 10 au 15, ni nzuri kwa GBP, nataka niende nikamnunue GBP, lakini nimekuja huko nimemnunua GBP na trade yangu ikawa inaenda vizuri, ila masaa mawili mbeleni baadaye kukawa kuna news ya USD. Kumbuka pair yangu mimi ni GBP USD, nipo kwenye pair ya GBP USD. Kwa hiyo ninachojaribu kuelezea hapa ni kwamba lazima uhakikishe unakuwa msafi wa kuhakikisha kwamba pair yako inakuwa safi, kwa maana kwamba unaifuatilia na unahakikisha muda wote unaisafisha, kwa maana kwamba haiingiliwi na news yoyote ikaja ikaingilia ikakuharibia. Uwe aware, ujue kwamba hizi pesa zote zina news zake, na news sometimes waga zinaingiliana, na sio kwamba eti zinaingiliana zinakuwa ni news za aina moja, kwamba GDP kwamba GBP anakuwa ana news labda ya GDP, alafu na USD anakuwa na news ya GDP. No, huwa inatokea unakuta GBP siku ya leo anakuwa na news labda ya GDP kama tulivyoona pale, alafu siku ya leo hii USD atakuwa labda ana news ya NFP, au atakuwa na news labda news nyingine ya inflation, ambazo zote hizo news ni news zenye high impact expected, ni news ambazo zitasababisha, zitakapotangazwa zitasababisha soko lipande ama lishuke. Kwa hiyo amini kwamba hiyo scenario ikitokea uwaga inasababisha mkanganyiko mkubwa sana, na ndio inasababishaga sometimes unakuta chati news imetangazwa bei imeshuka, mbona, afu baadaye unashangaa bei tena imepanda sana, watu wanajiuliza nini, kumbe unakuta hizo currency zote mbili zilikuwa zina news wakati tofauti, zimepishana tu masaa. Kwa ndo maana lazima uhakikishe kwamba unavyo trade usiwe tu yani uwe blinded upande mmoja. Lazima uangalie hizi, una trade pair, au trade pesa moja, una trade pair
katika pair hiyo inajumlisha pesa mbili, lazima ufuatilie taarifa za pesa zote mbili. Kwa hiyo taarifa A na taarifa B hizi zote lazima uhakikishe unazifuatilia, na ni very simple kwa sababu kalenda ya uchumi unayo, una trade GBP USD, unaenda kuangalia, unasoma kalenda ya kiuchumi siku ya leo, unaangalia kuna news gani inayohusu labda GBP. Haya, una news gani ambayo inahusu USD, unaangalia kwenye chati, unakuja unaangalia. Mimi na trade GBP USD, naangalia naona GBP leo ana news saa tatu, afu USD ana news saa tisa. Unaona kama hii scenario nilokuwa naiongelea ndio hii, kumbe ambayo ipo hapa kwenye chati. Umeona hii itatokea tarehe 12, itatokea hii scenario, GBP atakuwa ana news alafu na USD atakuwa na news. Sasa hii scenario hapa hii, mtu anaye trade pair ya GBP USD, GBP USD lazima awe very very careful, na sio kwamba careful tu, lazima ajue kwanza, ni kuwa aware kwamba kuna news zenye umuhimu ambazo zinazihusu pesa zangu zote mbili ambazo katika pair yangu ninayo trade. Kwa hiyo hapa kama utaingia baada ya matokeo haya ya hii pair ya kwanza ya GBP, hii GBP news itakapotoka na ukapata actual, ukaingia kwenye trade yako, lazima uwe aware, ujue kwamba itakapofika saa 9:30 kuna USD ambaye na yeye atakuwa released, ambaye na yeye atasababisha mtikisiko kwenye nini, kwenye hiyo hiyo pair yako ya GBP USD. Sio hapo kama nime make sense. Kwa huku inawezekana labda tuashumu case study ni GBP USD pair, GBP USD tuashumu hapa saa tatu hapa GBP imekuja nzuri, mtu umeenda kuibai GBP, umeenda kuibai pair ya GBP USD, kwa sababu GBP ikiwa nzuri maana yake pair ya GBP USD inakuwa inapanda. Kwa hiyo mtu umeenda umeibai kule, afu ikaja hapa saa 9:30 ikaja taarifa ambayo ni hii taarifa inahusu US dollar na yenyewe ina high impact, ikaja ikasema ni nzuri kwa US dollar. Si unaona kama hapo contradiction inavyokuja hapo? Ikaja taarifa ikawa ni nzuri kwa US dollar, maana yake ni kwamba US dollar sasa na yeye anaanza kupanda thamani. Kumbuka kwenye taarifa ya kwanza GBP ni nzuri kwa GBP, maanake ni GBP ndo alikuwa anapanda thamani, maanake dola alikuwa anashuka thamani kwenye pair ya GBP USD. Lakini nao taarifa imekuja ni nzuri kwa USD, sasa inaanza kwenda kinyume. Sasa kama ilikuwa inapanda, chati itaanza kushuka, kwa sababu trader wote wataona USD anakuwa stronger sasa, maanake wanamseli yule ambaye ana trade against US dollar, na kwa kesi yetu ni GBP. Kwa hiyo inachukua tu masaa kadhaa kutoka hapa, kama action, kama matukio yakija hivyo kwa utofauti huo, umeona maanake kutoka saa 3 hapa trade yako inaweza ikaenda ikifika saa 9 ikaanza kubadilisha. Sasa hicho kitu kwanza kuwa aware, kujua kwamba hizi news, yani kitu cha kwanza ni hicho, kwa sababu watu wengi mimi ambao nimeshawaelekeza naonaga wana confuse hapo. Unakuta mtu anakuwa ni yani, kwa sababu matukio huku yanaletwa katika pair, katika currency moja moja, basi anakuwa na trade tu currency moja. Yani akishaangalia GBP USD inapanda, yeye anaenda kubai GBP USD kwa sababu tayari GBP USD inapanda. Lakini umeangalia news tu ya currency moja, vipi kuhusu hiyo currency nyingine? Vipi kama ina news yenye umuhimu baadaye? Unaona, hicho ni kitu ambacho lazima ukizingatia, kwa sababu ukiwa aware, ukishajua hivyo, maanake ikifika hapa saa 9 unajua kuna news ina umuhimu, ngoja hebu nipandishe stop loss kama trade yangu ilikuwa inaenda vizuri, au sitaki matatizo, ngoja nitoke sokoni, tuna hii faida nilonayo, kwa sababu hii news inaweza ikaniletea ikaenda against mimi, nikajikuta hii faida niloipata huku kwenye GDP ikapotea yote hapa kwenye core PPI. Kwa hiyo ukishakuwa tuna huo uelewa, basi tayari wewe utajikuta unakuwa salama, kwa sababu kumbuka kwenye trading kitu kikubwa ni tuna protect begi, tunalinda begi letu, tunalinda mkoba wetu, pesa. Unaona, kwa hiyo kuna vi information ama vi detail ambavyo vitakusaidia wewe uwe salama, mara nyingi uwe salama. Unatakiwa mara nyingi uwe salama ili utunze mtaji wako, ili mara chache utakazokuwa upo sahihi unakuwa unatengeneza faida. Ndio maana kwenye trading mtu anaweza akatrade 100, alafu mwingine akatrade 5, lakini mwenye trade 5 huyo akatengeneza faida kubwa zaidi ya yule aliyo trade 100.
kwa sababu kwenye trading kuna vitu vingi sana ambavyo ni wewe mwenyewe trader ndo unayeamua kwamba nifanye hivi, nifanye hichi, nifanye hichi. Na unaweza ukatrade leo, kwa mfano, unaweza ukatrade leo, scenario nyingine inaweza ikatokea, unaweza ukatrade leo GBP na ikakuonyesha kwamba inashuka kutokana na actual ilivyokuja, ikawa inashuka inashuka, alafu news hii yenye umuhimu ya currency nyingine kwenye pair yako ikaja labda kesho. Kwa wale ambao mtakuwa maswing, unaweza ukatrade news hizi, zinakaaga muda mrefu sokoni, yani impact zake zinakaa muda mrefu sokoni. Lakini hivyo tunakuwa tuna monitor, tunakuwa tunafuatilia, sio tu kwa sababu umetrade umenunua gold labda, alafu imepanda thamani, alafu wewe ukawa ufuatilii. Lazima uwe unafuatilia, kwa maana ya kwamba unaangalia kwamba kuna news gani. Hii news haiwezi kuja kusababisha impact sokoni. Ukiona itasababisha impact kubwa, basi unajua nifanye nini, aidha niende nikapandishe stop loss, ili hata kama hizo impact kupushani zikitokea sokoni, mimi nakuwa nitatolewa, lakini nitatolewa nikiwa na faida zangu tayari, sababu stop loss ukipandisha, maanake unajifungia kwenye faida. Unaona? Kwa hiyo ndo hivyo inavyotakiwa uyachukulia haya ma news ya huwa yanakuwa yanaenda yanazunguka. News moja inaweza kawa yenye umuhimu leo, kesho ikawa news yenye umuhimu ina use pair yako hiyo hiyo. Kwa usipokuwa aware, ukiwa tu umekalili upande mmoja tu, utajikuta una trade upande mmoja, alafu bei kila mara bei inaenda upande mzuri upande wako, alafu baadaye inabadilisha direction, alafu unakuwa hujui kwa nini bei inanikataa inabadilisha direction. Umeona? Kwa sababu unakuwa hujui kwamba upo kwenye pea moja ambayo inajumlisha pesa mbili za nchi mbili tofauti, na hizo nchi ni meja, ni nchi ambazo zina nguvu na zinafanya mambo yake kama hivyo. Ma central bank yao yanaweza yakaongea yakafanya hivi yakafanya vile. Kwa hiyo kuwa aware ndo kitu cha kwanza, kuwa aware kwamba news hizi una trade pair moja, lakini katika pair moja unaweza ukapata news katika currency mbili zote ambazo zipo kwenye pair yako moja hiyo. Mm. Haya, hapo kama tumeelewana vizuri, tutaenda kwenye news nyingine. Ngoja tuiangalie hii PPI. Hii PPI hata sijui, hata mimi ndo naiona ni news gani. Bureau of Statistics. Na hii kwa mfano kama GDP, ngoja tuone inatoka source yake ni nani. Naona source ni Office for National Statistics, kwa hiyo ni wale wale government. PPI, ngoja hapo tuisearch hapa. Ah, okay. Hii PPI sasa ndo wanasema yani inapima nguvu ya manunuzi, nguvu ya consumer, nguvu ya I mean, nguvu ya wazalishaji wa bidhaa katika nchi. Kumbuka ile nyingine ile inapima nguvu ya watumiaji, walaji, wanunuzi, lakini hii inapima nguvu ya watu wazalishaji katika nchi. Wazalishaji ndo tunaweza tukasema kwamba ndo kama wafanyabiashara ndo wazalishaji. Mtu akitengeneza wine akaenda kuiuza, maanake huyo ni mfanyabiashara, amezalisha wine. Sasa wale wazalishaji loko ambao ni wazawa ndani ya nchi husika, wakiwa wanaongezeka, hiyo inaonyesha, au wakiwa wanapata nguvu, hiyo inaonyesha ukuaji wa uchumi, wazalishaji wa ndani. Lakini wazalishaji wa ndani wakiwa hawazalishi kwa kiasi kikubwa, wanapungua nguvu, maanake hiyo inaashiria kudorora kwa uchumi, kwa sababu nchi inaendeshwa na wafanyabiashara, si ndo tunasemaga hivyo, wafanyabiashara ndo wanaoendesha nchi.
Kwa hiyo ndo hao ndo hicho kipimo chao sasa cha hao wafanyabiashara ndani ya nchi husika kinaitwa PPI. Mhm. Producer Index. Sasa PPI issue ni namna jinsi ya kuitrade. Tuje kwenye detail hapa, na hii inahusu USD. Detail anasema kwenye usual effect, actual greater than forecast is good for currency. Ni tunarudi pale pale kwenye CPI, kwenye NFP na nyinginezo. Actual ikiwa kubwa kuliko forecast inaashiria ni nzuri kwa currency. Kwa hiyo actual ikija hiyo, na of course ina make sense kwa sababu hey, hao ni wazalishaji wa bidhaa katika nchi, wafanyabiashara wanaozalisha bidhaa mbalimbali katika nchi. Manake kama makisio ilikuwa kwamba watazalisha labda 5%, alafu actual ikaja kwamba wamezalisha 10%, lazima currency hiyo ipande thamani, kwa sababu lazima trader wakimbie kwa nguvu sana kwenda kubai hiyo currency, kwa sababu tayari tunaamini kwamba hiyo currency itapata nguvu kwa sababu wazalishaji wameongezeka. Yaani unajua hivi vitu sisi nchi zetu za Kiafrika ndo hatuvioni, yaani I mean hatuvioni kwa macho, lakini haya ni matukio ambayo wenzetu wanayaona wazi wazi, kwa maana ya kwamba ikitokea labda idadi ya watu wameajiriwa wengi, ile kupanda kwa uchumi, nchi za wenzetu wanakiona hicho kitendo, kinaonekana kabisa kwamba mwezi huo watu wameajiriwa wengi sana, ile jinsi currency yao inavyokuwa strong, wao wanaiona impact, wanaiona. Utaona kama bei zinakuwa stable, kama bei zilikuwa zinapanda zinashuka, yani kabisa utaona hadi kwenye mavyombo ya habari wanatangaza. Lakini katika nchi zetu sisi za Kiafrika ni ngumu sana mambo, matukio ya kiuchumi mengi haya kuyaona. Kwanza hata kutangazwa unakuta hazitangazwi hizo, sijui employment, sijui nini, haya news yote tunayosoma hapa katika nchi zetu hayatangazwi, unaona. Kwa hiyo unakuta inakuwa ni changamoto, lakini kwa wenzetu ni vipimo vikubwa ambavyo vinaashiria mambo makuu. Sasa kama hii PPI maanake inapima au producer, wazalishaji katika nchi. Wazalishaji ndo hao wakina Elon Musk, wakina nani, hao ndo wazalishaji katika nchi za Marekani huko labda, na wafanyabiashara wengine ambao wana produce bidhaa mbalimbali, unaona. Kwa hiyo hao, hichi ndo kipimo chao core PPI, ambacho tunaambiwa kwamba namna jinsi kinavyofanya kazi, actual ikiwa kubwa kuliko forecast ni nzuri kwa currency. Na mimi naendelea kusema kwamba ina make sense kwa sababu hawa ni wazalishaji wanaozalisha katika nchi, na sisi tunaamini kwamba nchi inajengwa na wananchi. Wanavyozalisha bidhaa, wanaengage kwenye biashara za kiuchumi, wanafanya kilimo, wanaenda kuchakata mazao, wanakuja wanauza product, ndo wanajenga, ndo wanasababisha mzunguko wa pesa, wanapata hela, wanafanya maendeleo, na ndo currency inapanda thamani na nchi, uchumi unakuwa, unaona. Sasa ikiwa hichi kipimo kikuonyesha kwamba actual imekuwa ni kubwa kuliko makisio au matarajio, manake ina make sense, ni sahihi, lazima currency ya hiyo nchi ipande thamani, na hilo tukio trader lazima alione mapema kabla haijapanda thamani, yeye anakimbia anaenda kuibai. Na ndio maana tunaitrade news, tunazitrade hapo, kwa sababu tunafanya vitu ambavyo tunakuwa tunajua kwamba hii impact, sio kwamba hiyo CPI yenyewe impact yake kwenye masoko yenyewe huko Marekani inatokea siku moja, no. Hii inatangazwa siku moja, lakini impact hiyo inaweza ikatokea, yani inakuwa imetokea labda mwezi ama hata miezi miwili mitatu. Lakini sisi traders tunawahi kwenda kufanya action, kwa sababu always tunatakiwa tuwe faster, tuwahi kwenda kama kununua tununue kabla bei haijapanda, kama kuuza tuuze kabla bei haijashuka. Ndio maana tunazifuatilia news, tunaangalia vipi, inasemaje, inaashiria nini, kupanda au kushuka kwa USD. Tunaenda kufanya hayo maamuzi. Kwa hapo tunachochukua hapa ni kwamba uh, na utaona mimi kila news nakuja kuconfirm, kuangalia detail, nakuja kuangalia hapa usual effect. Usual effect ndio inakuonyesha kwamba hiyo news unaitrade vipi, kwa sababu hayo ndio matokeo ya mara kwa mara, kwamba
matokeo inakuwaje, hiyo news unaelezewa, yani kwamba hiyo news inaleta impact gani sokoni, waga inaleta impact gani ikitokea actual ikiwa kubwa kuliko forecast ama actual ikiwa ndogo kuliko forecast. Impact zake waga zinakuwa ni hizi, ndo amekupa hapo kwamba actual ikiwa kubwa kuliko forecast ni nzuri kwa currency, ameishia hapo. Lakini wewe mwenyewe ndo unatakiwa ujiongeze, uweke kinyume chake kwamba actual ikiwa ndogo kuliko forecast maanake ni mbaya kwa currency, na ndo hivyo inavyotakiwa na ndo hivyo tunavyofanya. Unaona. Tukitoka hapo tuangalie tena news nyingine ambazo tutakuwa tunakutana nazo. News hapo mengi sana na sio lazima uyasome yote. Ndio maana mimi mwenyewe nazifundisha news kama 4 au 5 tu ambazo zenye umuhimu. Mm. Lakini news katika mimi kama mimi news nayo trading ni NFP, non-farm payroll. Hiyo ndio news yangu mimi ambayo katika news nazifuatilia ni hiyo, kwa sababu ni kila mwezi, kwa hiyo ina uhakika wa kila mwezi kwanza. Na NFP nadhani nilifundisha mwanzoni kabisa. Ngoja twende tena siku inayofuata tu, natafuta news zenye umuhimu ambazo sijazizungumzia. Kuna news mengine kama haya, kama hii na yenyewe siijui kabisa, kwa sababu sio lazima uzijue news zote. Yaani kuna maelfu ya news na mengi yana umuhimu, lakini sio lazima uyajue yote, kwa sababu utapasuka kichwa. Kwa kuna news kadhaa tu ambazo unazishika afu unakuwa unatembea nazo, lakini unakuwa unaangalia zile news ile pair yako, pair unayotrade lazima news zake zote uhusiane nazo. Umeona? Kwa hiyo kama hapa USD tena ana news hii ambayo inaitwa Prelim UOM Consumer Sentiment. Kwani bonyeza kwenye detail hapa, hii inasema nini? University of Michigan. University of Michigan level of composite index actual greater than forecast is good for currency. Of course na yenyewe kutrade kwake ni hivyo hivyo. Actual ikiwa kubwa kuliko forecast ni nzuri kwa currency, ni nzuri kwa USD. Maana yake inaashiria USD itaenda kupanda thamani. Na actual ikiwa ndogo kuliko forecast inaashiria USD itaenda kushuka thamani. Lakini bado sijaifahamu hii news hasa ni ipi. To data 14 days apart, revise is the area and the tend to have most impact financial why trader care. Hii news waga si trade wala siijui. University of Michigan consumer sentiment. Consumer sentiment, ngoja niangalie Google hapa chapu ili nitolee maelezo. Mm. Hawa naona ni University of Michigan, huwa wanatoa ripoti yao ambayo inaonyesha Consumer Sentiment Index, kwa sababu hichi chuo kinaonekana ni chuo cha mambo ya uchumi. Kwa hiyo huwa kinafanya research zake, kinatoa data kuhusiana na Consumer Sentiment Index, ambao kimsingi Consumer Sentiment Index ndio ile ile kama nguvu ya manunuzi. Consumer ni walaji ama watumiaji ama sisi tunaonunua bidhaa mbalimbali ama tunanunua huduma mbalimbali. Kwa nguvu yetu ya kununua au kuuza, of course kununua ndo inapimwa hapo. Kwa hiyo ndo data inakuwa released na hawa University of Michigan na of course sawa sawa, ina make sense. Inaonekana hichi ni chuo cha uchumi, kwa hiyo kinatoa hiyo data. Na kikubwa hapa wewe kuelewa ni kwenye usual effect. Kwenye usual effect ndo namna jinsi ya kuitrade hii news, na ikiwa ina rangi nyekundu maana yake ina umuhimu. Kwa kama unataka hela
na unataka kutrade news, maana yake zenye rangi nyekundu hizi, hata kama huijui kuijua sijui nini, huna haja ya kuijua kwamba hii ni news gani. Wewe una haja ya kujua kwamba hii ni news ina umuhimu actual na forecast. Usual effect inaniambiaje? Unabonyeza detail. Usual effect inakwambia actual ikiwa kubwa kuliko forecast ni nzuri kwa currency, basi unaishia hapo. Hiyo ndo namna ya kutrade news. Lakini sijui kuijua hii kama mimi nilivyokuwa naitafuta hapo, hiyo sio kazi yako, wala usiumize kichwa. Mimi nakuelezea tu hizi news muhimu chache ambazo uwezo kwa trade afu ujui GDP, itakuwa unashangaza. Umeona, lazima uzijue uzielewe hizi NFP, lazima uzijue na uzielewe kabisa in detail. Lakini hizi nyingine hizi, basi kikubwa wewe ni kama unataka kuitrade, upo interested na news fulani yoyote, kwa sababu sitaweza kuzizungumzia zote, basi wewe unaangalia usual effect, unakuja kwenye detail, unaangalia usual effect yake ni ipi, matokeo yake ni yapi, endapo kama actual ikiwa kubwa kuliko forecast ama actual ikiwa ndogo kuliko forecast. Ukishajua matokeo yake kwamba ni nzuri kwa currency endapo kama actual ikiwa kubwa ama actual ikiwa ndogo, basi wewe unaanza kusubiri actual ije. Sasa actual ikija hapa, basi unajua kwamba hii ni mbaya